إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما. عباد الله، فإني أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. نحن في شهر عظيم، شهر من الأشهر الحرم، شهر ذو القعدة أو شهر ذي القعدة، الذي قال الله فيه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عباد الله أيها المسلمون. Ndugu zangu Waislamu, awali ya yote tunamshukuru Allah azza wa jalla aliyetupatia fursa ya uhai, fursa ya uzima na fursa ya muda kuweza kuhudhuria katika moja ya ibada kubwa inayopatikana kwa wiki mara moja. Ninayohusia nafsi yangu pasi na kusahau kuzihusia nafsi zenu juu ya lile jambo ambalo tunahusiana kila siku, usia ambao toka Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai na pindi alipofariki wakapokea usia huo masahaba, na usia huo wamepokezana mpaka sisi leo pia tunasimama kuhusiana. Anittaqullah, na si usia mwingine zaidi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, nako ni kumtii na kumheshimu na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kufata maamrisho yake na kuhakikisha unayaacha yote aliyoyakataza. Ndugu katika imani, nini cha kufanya ndani ya mwezi huu wa Dhulqaada, ikiwa hii ni Ijumaa yetu ya mwanzo ya mwezi huu mtukufu au mwezi mtakatifu, mwezi ambao ni miza. Miza maana yake si mwezi wa kawaida, ni mwezi wenye mambo yake mazuri, na ni mwezi wenye ibada zake maalum, na ni mwezi wenye matukufu yake. Ndugu zangu, katika suratu Tauba Allah anatueleza ndani ya sura hiyo aya nambari 36, anatuambia hivi: inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran, hakika ya idadi ya miezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Ikaenda aya ndani ya miezi hiyo 12 akasema minha 4 hurum, miongoni mwa miezi hiyo 12 kuna miezi 4 ambayo ni miezi mitakatifu. Alafu akasema fala tadhlimu fihinna anfusikum,
ndani ya miezi hiyo minne mitakatifu msizidhulumu nafsi zenu. Ayuha almuslimun, ni ipi hiyo miezi minne mitukufu? Ni huu tulionao Dhulqaada, na huo unaofuata unaitwa Dhulhijja, na baada ya Dhulhijja unakuja Muharram, na baada ya Muharram itaruka mingine katikati, tunaenda kukutana na Rajab. Na akasema Mtume, wa Rajabun mudhar, na mwezi wa Rajab ambao umejitenga na miezi, yani katika ile silsila ya miezi. Kwa hiyo mitatu imefuatana, Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram. Dhulqaada ndio huwa. Kama hatuna desturi ya kufuatilia miezi, hii ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Dhulqaada. Ni mwezi ambao Makuraishi pamoja na utundu wao na umahiri wao katika vita, lakini ulikuwa ukifika mwezi wa Dhulqaada wanasimamisha vita, na wao walikuwa sio Waislamu. Vita vya kabalia, vita vya ukabila, vita vya asabia, vita vya ukanda, usisi, rangi, walikuwa wakipigana sana Makuraishi enzi hizo. Pamoja na huo ujeuri walionao na vita vya ukabila, vita vya ukanda, vita vya rangi, lakini ikifika Dhulqaada wanasema enough, hatupigani kwa sababu umeshafika mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa kusimamisha vita. Watu wanafanya maandalizi kwa ajili ya kwenda hija, na hija inatakiwa njia iwe salama na usalama uwepo kule wanapoenda kuhiji. Kwa hiyo vita havitakiwi. Toka enzi hizo Mtume hajakwepo mpaka Mtume kaikuta hiyo, na ikaendelea mpaka leo. Dhulqaada ni mwezi wenye heshima, ni mwezi ambao unahubiri, na ni mwezi ambao ndani yake unasimamisha vita vyote. Sasa kwa heshima ya mwezi huu wa Dhulqaada, ambaye asili yake umekuwa ni mwezi ambao ni katika miezi hurum, yani ni haramu kumwaga damu. Mwezi huu Dhulqaada, mwezi unaofuata Dhulhijja, ni haramu kumwaga damu. Mwezi wa Muharram ni haramu kumwaga damu. Tunawaambia wale ambao hawana habari kwamba Allah ameweka miezi hii mitakatifu na watu wasimwage damu, damu isimame kumwagwa, ili watu wa take experience kwamba Allah yuko katika kuratibu mambo yake, yuko kwenye kusimamia mambo yake, na anatoa amri zake ndani ya mwezi huu. Tunawakumbusha wa Marekani, tunakumbusha wa Irani, tunakumbusha huko Russia, tunawakumbusha na hizo nchi zingine ambazo kwao vita imekuwa sasa ni kama kuota jua. Vita imekuwa kwao kama vile unavyojisikia kulala, yani unavyojisikia hamu ya kulala unaenda kulala. Hao wengine wanavyojisikia hamu ya kumpiga mtu na mpiga mtu. Sasa tunawaambia kupitia membari hii, mwezi Dhulqaada ni mwezi wa kusimamisha vita vyote, kwa sababu ni mwezi mtakatifu. Wewe kataa kwa sababu una mabavu, lakini ujumbe utakuwa umeupata. Allah katika miezi 12 ameweka miezi minne. Hii ni miezi mitakatifu, na miongoni mwa miezi hiyo ni huu tulionao unaitwa Dhulqaada. Simamisheni vita, watu wapumue. Simamisheni vita, ustawi wa jamii uendelee. Allah anataka watu wazaliane. Watakapozaliana watu wapate kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ana akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju alwaluda alwaduda fa inni ubahi bikum alumam yawm alqiyama. Oweni mnaowapenda katika wanawake
lengo mpate kuzaliana. Tayib, tukishazaliana Mtume anasema nitajifakharisha kesho siku ya Kiyama kuwa na watu wengi walionisapoti. Kwa hiyo vita vinapunguza watu waliokuwa wakimwabudu Allah. Ukimpunguza mtu mmoja anayesema Allah, umefanya dhambi kubwa sana. Ukiua nafsi moja pasi na haki, ni sawa sawa na umeua watu wote dunia nzima, umeiua hesabu ya mtu mmoja. Kwa hiyo tunawaambia watu waache vita na waache mapambano, hasa katika miezi hii mitakatifu minne. Allah akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo. Hadha ash-shahru laysa kaghairi, mwezi huu sio kama miezi mingine. Adh-dhanbu fihi a'dham, kufanya dhambi ndani ya mwezi huu, dhambi inakuwa na uzito mkubwa. Wat-ta'atu fihi a'dham, na ukifanya utiifu ndani ya mwezi huu, utiifu unawekewa uzito mkubwa. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yake anasema, al-amalu salihu, amali njema ndani ya mwezi huu, a'dhama ajra, ina ujira mkubwa, fil ashhuril hurum, ndani ya miezi hii mitakatifu ukiwepo tulionao. Ayuha nasu ibadallah, wa dhulmu fiha a'dhamu ithma, na dhulma inakuwa ni dhambi kubwa sana, inaongezewa uzito. Madha naf'alu fi dhilqa'da, nini kinachotakiwa tukifanye ndani ya mwezi huu ambao Mtume kasema stop kupigana, kwa sababu watu wafanye maandalizi ya kufanya mambo ya kheri. Jambo la kwanza ambalo inatakiwa tulifanye ndani ya mwezi huu, at-taubatu sadiqa, kwanza tujikurubishe kwa Allah kwa kufanya toba ya kweli. Huu ni mwezi wa toba. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kullu ibn adam khata'un, kila binadamu anafanya dhambi. Wa khairul khata'in, lakini wale bora wenye kufanya dhambi, at-tawwabun, ni wale wenye kufanya toba haraka. Fala tuajil at-tauba, usicheleweshe toba. Midhali ulikosea, mwambie ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilaik, nisamehe na narejea kwako. Fala tuajili tauba, ewe mja wa Allah, usicheleweshe toba ukasema nitafanya kesho, nitafanya mwakani, Ramadhani ijayo. Sasa umeingia ndani ya Dhulqa'da, wahisha haraka toba. Falmautu yati faj'a, mauti yanakuja kwa haraka bila hodi. Jambo la pili linalotakiwa lifanywe ndani ya mwezi huu, al-iktharu min at-ta'at, tuzidishe masala ya utiifu. Siyam, funga tuzizidishe. Salatul jamaa, swala za jamaa tuzizidishe. As-sadaqa, tuzidishe kutoa sadaqa. Wa ila ghairi dhalika, na mengine mazuri katika yanayoonyesha kwamba wewe ni mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah katika hili la kuzidisha kufanya mambo mema ndani ya mwezi huu wa Dhulqa'da, anasema ahabbul a'malu ila Allah, ahabbul a'malu ila Allah, amali inayopendwa sana na Allah, adwamuha wa in qalla, ni ile ambayo unaifanya kwa kudumu hata kama itakuwa ni chache. Ndugu zangu katika imani, nini ninachotaka kusema hapa? Kuna maneno yanayosema consistency is the real success, yani jambo ukilifanya kwa kuendelea bila kulikata ndio mafanikio ya kweli, not temporary motivation. Yani mafanikio hayaji kwa kufanya kwa muda fulani tu, Ramadhani inatosha. Kuendelea
kuendelea na kuendelea tena. Hiyo ndio inaitwa consistency, na consistency ndio inaileta real success. Na ukipata real success unapata janna. Na ndio maana wale wanaodumu kuswali wanaitwa kwa wito maalum, hayya ala salah. Adhana hiyo, njoeni kwenye swala. Kwa sababu gani? Swala ndo real consistency ambayo ndani yake pana success, na inakuja mbele yake anasema hayya ala alfalah. Alfalah maana yake ndo success. Ndugu zangu katika imani, kama utalifanya jambo kwa uendelevu, hata likiwa ni jiwe gumu namna gani, kamba ikipita juu ya jiwe, kwa kuendelea kupita juu ya jiwe, kamba inapasua ule mwamba. Kamba ambayo ni nyepesi kabisa laini. Kwa sababu gani? Inafanya hivyo kwa kuendelea. Sasa ndugu zangu katika imani, al-a'malu ahabbu al-a'malu ila Allah, matendo anayopenda sana Allah, adwamuha wa in qalla, fanya kwa kuendelea, hata kama ni kupiga mswaki wa mti, endelea nao, usikatishe. Ndugu zangu, kuna watu wako na swali witiri, hawaswali tena witiri. Kuna swali wako na swali tahajjud, hawaswali tena tahajjud. Kuna watu walikuwa wanatoa sadaka, hawatoi tena sadaka. Kuna watu walikuwa wanatembelea wagonjwa, hawatembelei tena wagonjwa. Kuna watu walikuwa wanatembelea wafungwa, hawatembelei tena wafungwa. Ndugu yangu Muislamu, ni bora utenge kwa mwezi mara moja kutembelea wagonjwa, lakini iwe ni maisha yako yote. Ni bora kutoa sadaka ya shilingi 100 kila siku kuliko kutoa 100,000 ya siku moja kwa mwaka. Kidogo cha kuendelea kinapendeza zaidi. Na hapa ni wasihi ndugu zangu, anza leo, weka program zako kwamba kila Ijumaa zote zilizobaki katika maisha yangu, msikiti wowote nitakao kwenda kuswali, niache shilingi 1,000 pale. Maisha yangu yote, uone kama utakwama, uone kama utafeli, uone kama mambo yako yatasimama. Wallah wa billah wa tallah, mali yako haitopungua kwa wewe kutoa sadaka, afya yako haitotetereka kwa wewe kutoa sadaka, familia yako haitokusaliti kwa wewe kutoa sadaka. Bali fanyeni hivyo na muweke azma hiyo katika maisha yetu yalobaki. 1,000 kwa Ijumaa zilizobaki zote za maisha yako, ukidumu nayo, Allah tujalie katika hao. Thalithan, jambo la tatu ambalo linatakiwa tulifanye ndani ya mwezi huu wa Dhulqa'da, hifdhul lisan. Tuhifadhi ndimi zetu. Tuhifadhi ndimi zetu, tuache uongo, tuache usengenyi, tuache namima, tuache uvumi, tuache maneno mabaya, maneno ambayo madhara yake yatasababisha watu wagombane, madhara yake yatasababisha watu watengane, maneno ambayo madhara yake yatasababisha vifo. Hayo maneno tuyaache ndani ya mwezi huu, na tuyaache ndani ya miezi mingine inayofuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kam min kalimatin tahwi bi sahibiha, ni maneno mangapi yanamuingiza huyo msemaji, yanamuingiza katika moto wa jahannam. Na haya maneno yamesemwa na Mtume, wa hal yakubbu an-nasu fi an-nar ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim. Je, watu hawatotiwa motoni kwa wingi kwa sababu ya ndimi zao? Maana yake ni kwamba jawabu naam, watu watahukumiwa kwenda motoni kwa sababu ya ndimi zao. Tuzihifadhi ndimi zetu. Angalia unaongea nini, wakati gani, unaongea na nani, na hilo unaloliongea litaleta faida au litaleta hasara. Ikiwa linaleta faida, liseme, waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah. Ni maneno gani mazuri zaidi ya yale ambayo unawaambia watu njoeni kwa Allah? Hayo ndo the best kuliko yote. Lakini maneno yote yale ambayo yanawafukuzisha watu, yanawagombanisha watu, yanawafitinisha watu, zuia ulimi wako. Muadh bin Jabal aliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya Muadh kusema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, hebu niambie niusie nini katika maisha yangu?
Mtume anamwambia Muadh, na maneno hayo hajaambiwa Muadh, tunaambiwa sisi, kufu alaika hadha. Muadh anaambiwa zuia hii. Mtume akautoa ulimi wake akaushika, akamwambia Muadh, kama unataka kuangamia tumia vibaya ulimi. Kufu alaika hadha, zuia ulimi wako. Sio kila muda unaweza ukasema, ulimi utakuja kukuponza. Tukizingatia maneno haya ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Muadh bin Jabal, tukayatoa huko mpaka hapa tulipo, tukaishi nayo, wallahi tutaishi salimina mutmainin, tutaishi salama kwa amani na kwa kuheshimiana. Rabi'an, jambo ambalo nitakiwa tulifanye ndani ya mwezi huu wa Dhulqa'da, al-istidadu lilhaji, kufanya maandalizi kwa ajili ya hija. Ndugu zangu katika imani, kuna watu wamejaliwa kile walichojaliwa, kwa sababu hija liman istata'a ilayhi sabila. Hija ni kwa ajili ya wenye uwezo, na uwezo umegawanyika sehemu tatu: uwezo wa mali, uwezo wa afya na uwezo wa amani. Maana yake nini? Huruhusiwi kwenda hija ukiwa una mali, afya huna. Lazima utibu afya yako kwanza, na ndio maana kabla ya kwenda hija unatibiwa na unachomwa sindano za kuambukiza au kuambukizwa. Maana yake tibu kwanza afya yako. Usilazimishe kwenda hija ukiwa mgonjwa, kwamba nikifia huko itakuwa ni bora zaidi. Ukifa unaweza ukaenda pabaya zaidi, kwa sababu umeambiwa liman istata'a ilayhi sabila, afya ukuwa nayo, kwa nini umelazimisha hija? Lakini jambo la pili, lazima kuwe kuna amani huko unapoenda. Huo mji unaoenda kuhiji, amani ipo? Je, njia unayopita kwenda hija, hapa njiani amani ipo? Je, nchi unayotoka wewe amani ipo? Kama amani nchini kwako ipo, njiani ipo, kule unapokwenda ipo, wewe tayari umeshalazimishwa kwenda kuhiji. Jambo la tatu, fedha. Panahitajika pesa za kwenda nazo huko, tiketi, hoteli za kulala, chakula, kila kitu kinahitaji pesa. Na matangazo huwa yanatolewa, hija mwaka huu ni $6,500, $7,500, hoteli yetu iko karibu kabisa na haram, tutakupa huduma kadha wa kadha. Vyote vinahitaji fedha. Liman istata'a ilayhi sabila. Usiuze nyumba kwa sababu unataka kwenda kuhija. Nyumba baki nayo, wewe huna uwezo. Sasa tunawaambia wale ambao fedha wanayo, wale ambao amani nchini kwao ipo, lakini pia kule unapokwenda ipo, kwa nini mpaka sasa hujafanya maamuzi ya kwenda hija? Au unataka Allah akunyang'anye hicho ulichonacho ampe mwingine ili mwakani huyo mwingine aende? Ninahusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia wale wenye uwezo wa kwenda hija, na miezi ya hija ndio hii. Dhulqa'da ndio mwezi wa hija ambao mbele yake kuna Dhulhijja. Sasa kama hujafanya maamuzi hayo, unasubiri nini? Una matumaini kwamba mwakani utakwepo hai? Una garantii kwamba wewe utaendelea kuishi tu? Ndugu yangu, nenda hija. Hii ni nguzo, imeshakuwa wajibu kwako. Uwezo unao, afya unayo, siha unayo, amani ipo, nenda kahiji, tekeleza wajibu huo. Na anaokuita kule ni Allah, sio binadamu yoyote yule. Allah anasema wadhin fi nnasi bilhajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Watangazie watu juu ya hija, mje mnitembelee mimi, siaha. Kama unafanya tourism, basi tourism iliyotangazwa ni ile ya kwenda hija. Nenda tourism ambayo ndani yake pana thawabu, ni ibada, ni uungwana, ni wema, ni msaada kwako na kwa wengine. Nenda tekeleza amri ya Allah سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
Amma ba'd, min alamati qubuli at-ta'a, miongoni mwa alama za kukubaliwa utiifu wako mwezi huu wa Dhulqa'da, jambo la kwanza kabisa, tatahassan akhlaqaka, fanya uzuri wa tabia zako. Na tabia inakuwa nzuri vipi? Jambo la kwanza, sil rahimaka, unganisha tumbo lako. Rahim ni udugu, rahim ni jamaa. Katika miongoni mwa mambo yanayokuonyesha kwamba wewe una tabia njema ni pale unapounganisha udugu na wala sio kukata udugu. Unganisha udugu na wazazi wako kama wako hai. Wasiliana nao, wapigie simu, waandikie ujumbe, wasalimie. Kiwezekana watembelee. Huko ndo silatur rahim. Kaka zako, dada zako, mama zako wakubwa, mama zako wadogo, wajomba zako, shangazi zako, hawa wote ni sila, wanaunganika na wewe. Usiishi wewe peke yako kana kwamba hakuna aliyokushauri. Saa nyingine jina lako ili watu wakokuita unasema mashaallah, jina zuri, alikuita shangazi yako. Shangazi ambaye sasa yuko ndani ameparalyze, hana msaada wa Panado, hana msaada wa kusafishwa, na wewe ndio alokupa jina hilo ambalo leo unajivunia, ukiitwa unafurahi. Jambo ambalo linatakiwa sasa, tutoke tukaunganishe ndugu. Tafuta wajomba zako, wasiliana nao. Shangazi zako wako wapi? Wasiliana nao. Mama zako wadogo, mama zako wakubwa, dada zako, kaka zako, hao wanaitwa al-arham, ni ndugu wa karibu na wewe. Mkifanya hivyo na yule akafanya na yule akafanya, wallahi tutaishi kwa mawadda na mapenzi ya hali ya juu. Watu wamekata udugu na ndugu zao. Qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume rehema na amani ziwe juu yake, juu ya kuunga udugu, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, yeyote anayependa riziki yake ikunjuliwe, wa an yunsa lahu fi athari, na maisha yake yawe marefu yenye baraka, hata akifa anaacha athari nzuri, falyasil rahima, aunganishe udugu. Basi kuunganisha udugu ni jambo kubwa. Leo ndugu hawaelewani, hawapatani, wanagombana, bali wanauana. Hii sio sera ya Uislamu. Sera ya Uislamu, nenda kaunganishe ndugu zako. Anapendeza yule anayeunga kuliko anayekata. Haidhuru katika jamii wako mliokosana nao katika ndugu zako, lakini wewe uwe wa kwanza kumsalimia, wewe uwe wa kwanza kumjulia hali. Na haya ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili, samih man dhalamaka, msamehe aliyokudhulumu. Yumkini kuna mtu ulimwazima jambo, amekudhulumu, mwambie nimekusamehe. Kusamehe jambo ni kuitengeneza afya yako na kujihakikishia kwamba maisha yako yanakuwa hayana wasiwasi. Kukaa bila msamaha kwa mwenzako, unajitengenezea weapons bomb, unajitengenezea heart attack katika moyo wako, unajitengenezea diabetes, ilipuke haraka ufe. Kwa sababu gani? Umewekeza mambo kwenye kifua chako, umeyalundika, utaki kuyasamehe. Tangazeni msamaha kwa watu. Allah subhanahu wa ta'ala ameshatangaza msamaha kwa watu wote. Lau balagha dhunubuka hanana as-samaa. Sikiliza tangazo la Allah juu ya msamaha, hadithi al-Qudsi hiyo. Laiti dunia yote ingejaa madhambi yako, alafu ukaniomba msamaha, basi Allah anasema nafuta yote afu na kuingiza peponi, wala ubali. Allah ndio sera zake za msamaha, na anajua binadamu wanakosea, binadamu wanakoseana, akaweka msamaha mbele. Tusameheane, tuombane msamaha, na hizi ndio sera za dini ya Kiislamu. Usiweke jambo moyoni, utakufa haraka. Ruhusu kusamehe.
waliafu waliasfahu. Allah anasema katika suratu Nur, sameheni halafu mpotezee kabisa kama hujawahi kufanya kosa lolote au hujawahi kufanyiwa kosa. Hiyo ndio sera za Allah. Allah anasemaje? Inna Allaha ghafurur rahim. Aya hizi zimejirudia zaidi ya 300. Inna Allaha ghafurur rahim. Allah anasamehe, Allah anasamehe, Allah anasamehe. Maana yake nini? Makosa yapo. Ukikosewa au ukikosea, ombaneni msamaha. Wal kadhimina al-ghaidha, wale wanaozuia hasira zao. Wal afina 'anil nas, na wakawa na desturi ya kusamehe. Utaishi miaka mingi sana. Watu wanakufa vifo vya ghafla na wanafanywa postmortem, anakutwa alikuwa na stress, alikuwa na mawazo, alikuwa na mambo ameyaweka kifuani kaondoka nayo. Tusiyaweke mambo hayo, mambo hayafai kuyaweka. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Huu ni mwezi Dhulqa'da. Mwezi Dhulqa'da tuzidishe ibada. Mwezi huu Dhulqa'da tuzidishe sadaka. Ndani huu mwezi wa Dhulqa'da tuzidishe wema kwa wengine na tutoe sadaka kwa wengine. Hizi ni brush zinakuja kila baada ya miezi fulani, usibaki na madhambi. Mwezi wa Ramadhani tumefutiwa, tumeingia Shawwal. Mtume akasema ukifunga 6 tu Shawwal unasamehewa madhambi yako yaliyopita na yajayo. Hujafumba na kufumbua, umeingia Dhulqa'da. Dhulqa'da nazo unaambiwa amali ziko nyingi, ukizifanya kidogo unaingia Dhulhijja. Dhulhijja kuna funga za Arafa, ukifunga unasamehewa madhambi yako yajayo. Unaingia Muharram. Ndani ya Muharram atakayefunga siku 9 kuna kifutio cha dhambi. Yani hakuna sekunde moja unayaachiwa wewe uende motoni. Allah jalla jalalu atujalie tuingizwe peponi kwa amali zetu tunazozifanya na kwa ridha yake na kwa huruma zake. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا رحمن الراحمين. اللهم اغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.